Kwanza ni habari za dunia, nami Robert Kipto. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesitisha kwa muda uuzaji wa madini ya kobalti, huku taifa hilo ambalo ndilo linaongoza kwa uzalishaji wa madini hayo duniani likijaribu kukabiliana na kupungua kwa bei ya madini hayo. Wataalamu wa masuala ya kibiashara hata hivyo wameonya kuwa hatua hiyo itakuwa na athari kubwa kwa uchumi wa taifa hilo. Serikali ya DRC imesema marufuku hiyo itadumu kwa muda wa miezi 4 ijayo ili kudhibiti bei ya madini hayo. Julien Paluku ni waziri wa madini nchini Kongo. Toute la crise depuis sa genèse à 1994. Sio tu kwa sababu bei ya coltan imeshuka. Unajua, tangu mwanzo wa mgogoro mzima mwaka 1994 hadi siku ya leo, rais wa Rwanda amekuwa akiziambia nchi za kimataifa kuwa amekuja Kongo kuwatafuta FDLR na kuzuia chuki za kikabila. Tumeweka wazi uongo wake wote ambao mara nyingi umekuwa ukisambazwa kote duniani. Tumeonyesha wazi kuwa nia ya vita ni ya kiuchumi na rasilimali zote zinazotafutwa huko mashariki. Kwa sasa ulimwengu mzima wanafahamu kwamba vita vya mashariki ya DRC ni vya kiuchumi na visingizio vingine vyote vinavyotolewa ni vya uongo. Plutôt économique et que tous les prétextes qui sont souvent avancés des prétextes fallacieux. Wizara ya Ulinzi ya Syria imesema kuwa imekamilisha operesheni yake katika mikoa ya pwani ya Latakia na Taurus baada ya mamia ya raia kuuawa na wanajeshi wa serikali mpya ya nchi hiyo. Marekani na Urusi zimeitisha kikao cha dharura katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa baadaye hii leo ili kujadili machafuko yanayoendelea katika maeneo yaliyokuwa ngome ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Mabalozi mjini New York wamesema kuwa Marekani na Urusi zimeuliza kikao hicho kufanyika faragani. Uchina imeanza kutekeleza ushuru mpya uliowekwa dhidi ya bidhaa zinazoagizwa kutoka Marekani, huku vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani ukiendelea kutokota. Uchina imesema mpango wa Marekani wa kuongeza ushuru bidhaa zinazoagizwa kutoka nchini humo utaathiri sana uwepo wa bidhaa duniani. Hatua hii inajiri baada ya rais wa Marekani kuidhinisha maazimio kadhaa. Akiongea na waandishi wa habari mjini Beijing, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Uchina Mao Ning amesema ushuru huo utawaathiri raia wengi wa Marekani. Mara kwa mara tumekariri msimamo wetu kuhusiana na ushuru wa bidhaa za bandarini. Hatua kama hii itaathiri uchumi na gharama ya usafirishaji wa majini itaongezeka maradufu. Pia itaathiri udhabiti na uzalishaji wa usambazaji wa bidhaa duniani. Vile itaongeza mfumuko wa bei nchini Marekani. Tunaisihi Marekani kuheshimu ukweli na sheria za kimataifa na kusitisha mifumo duni ya kibiashara. China itachukua hatua stahiki ili kulinda haki na maslahi yake. Serikali ya Ethiopia imesema kuwa watu 32 wamerejea nyumbani baada ya kuachiliwa huru nchini Myanmar, ambako walikuwa wakizuiliwa na kushurutishwa kufanya kazi katika vituo vya kuwalaghai watu. Maelfu ya watu walioachiliwa huru mwezi uliopita kufuatia operesheni iliyofanywa na serikali za Thailand, Uchina na Myanmar. Watu hao walikuwa wameomba kazi nchini Thailand, lakini walilazimishwa kufanya kazi katika vituo hivyo vya kuwalaghai watu vinavyomilikiwa na raia wa Uchina. Mamia ya raia wa Ethiopia wangali wanazuiliwa na makundi ya watu yaliyojihami baada ya kuachiliwa huru kutoka kwa vituo hivyo. Na rais wa Ghana John Mahama anatarajiwa kuwasili nchini Burkina Faso kama sehemu ya juhudi zake za kuyashawishi mataifa matatu yanayoongozwa na wanajeshi kurejesha mahusiano yao na muungano wa kiuchumi wa nchi za magharibi mwa Afrika ECOWAS. Mwishoni mwa juma lililopita, Mahama alizuru mataifa ya Mali na Niger. Mataifa hayo matatu yalijiondoa kutoka kwa muungano huo wa Afrika Magharibi ECOWAS baada ya muungano huo kutishia kuchukua hatua za kijeshi na kuiwekea vikwazo vya kiuchumi kujibu mapinduzi ya serikali yaliyofanyika mwaka wa 2023. Udhabiti wa kanda hiyo umehujumiwa sana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu. Hii ni BBC. Taarifa habari za dunia imesomwa na Robert Kipto. Ukiwa nchini Uganda, msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Radio Kitara, Voice of Karamoja na Radio Paidha. Nchini Kenya ni Nyota FM, Gulf Radio na County FM. Huko Tanzania ni Radio Free Africa, Radio 1 na Bud FM. Huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Aidha anapatikana kupitia FM kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jioni hii uko nami Karo Robi na mwenzangu ni Sarafina Robi.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesitisha kwa muda usafirishaji wa madini ya cobalt kama taifa linaloongoza katika uzalishaji wa madini hayo adimu, likitarajia kudhibiti kuanguka kwa bei ya madini hayo katika soko la kimataifa. Ila wachambuzi wanaonya kusitishwa huko hakukosi kuwa na hatari. Mbelechi Msoshe na taarifa zaidi. Kongo ambayo imezalisha zaidi 70% ya kobalti, madini ambayo inachangia zaidi kwa utengenezaji wa batri za magari, imetangaza kusitisha uuzaji wa madini haya baada ya bei yake kushuka katika soko la kimataifa. Mnamo Aprili mwaka 2022, bei za kobalti zilifikia kiwango cha juu kabisa, yani dola za Kimarekani 82,000 kwa kila tani. Lakini kufikia Februari mwaka huu, bei zilishuka hadi 21,000 kwa kila tani. Lakini serikali imechukua hatua hiyo pia kama shinikizo za kidiplomasia wakati wa vita, ikisema kwamba nchi zinazovamia Kongo zinakuja kwa lengo ya kuchukua madini na kuyasafirisha kwa njia yasiyo halali, kulingana na Julien Paluku, waziri wa biashara ya nje. Toute la crise depuis sa genèse à 1994. Sio tu kwa sababu bei ya coltan imeshuka. Unajua, tangu mwanzo wa mgogoro mzima mwaka 1994 hadi siku ya leo, rais wa Rwanda alikuwa akiziambia nchi za kimataifa kuwa amekuja Kongo kuwatafuta FDLR na kuzuia chuki za kikabila. Tumeweka wazi uongo wake wote ambao mara nyingi umekuwa ukisambazwa kote duniani. Tumeonyesha wazi kuwa nia ya vita ni ya kiuchumi na rasilimali zote zinazotafutwa huko mashariki. Kwa sasa ulimwengu mzima unafahamu kwamba vita vya mashariki ya DRC ni vya kiuchumi na visingizio vingine vyote vinavyotolewa ni vya uongo. Plutôt économique et que tous les prétextes qui sont souvent avancés des prétextes fallacieux. Wawekezaji wengi katika sekta ya madini wanataka pia hatua kama hiyo ichukuliwe dhidi ya madini mengine yaliyochimbwa mashariki mwa Kongo. Victor Kasongo Shomari ni mmiliki wa kampuni za kuchimba madini. Mimi Shomari Victor Kasongo, president ya Shomka Resources, tuko kampuni ya gold mining, tuko kumwenga, territoire Mwenga Sud Kivu na territoire ya Kabambare Maniema. Kampuni yetu iko ya Hong Kong base and US base, zote mbili. Decision na serikali ya Twala tunafurahi ya rate ya cobalt na Twala iko fura ba miner. Tunaespere que tutatoa la même décision similaire kwa meto ingine Tantala. Ni kwa fama ma problème mashida mingi ku East Congo et lithium. Donc il n'est pas chopata solution. Wakati huo Kongo imetaka kujiunga na Marekani katika biashara ya madini yake. Rais Tshisekedi ameanza mazungumzo na serikali ya Donald Trump. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya, Kongo iko tayari kubadilisha madini yake na nchi ambazo zitawasaidia kuleta amani. Le président de la République, c'est la première personne qui parle au nom du pays et qui assure l'image ou la valorisation de nos produits ou de nos ressources. Rais wa Jamhuri ndiye mtu wa kwanza kuzungumza kwa niaba ya nchi na ambaye anaelewa thamani ya bidhaa na rasilimali zetu. Ikiwa kuna nia, alionyesha hadi kusema kwa nini hatuwezi kutoa madini yetu kwa Marekani. Nimeona hakuna hasara, lakini tunaweza kujadili kuhusu mfumo wa uhusiano wa nchi hizi mbili. Kongo ni nchi kubwa na ina mahitaji mengi. Hatujakuwa na mkataba ambao tumesaini, lakini tunahitaji pia msaada wa Marekani kwa wakati huu ambao tunahitaji usalama. Préoccupation première pour nous, c'est d'avoir la restauration de la sécurité chez nous. Kutengeneza vifaa vya kielektroniki vya watumiaji wa simu, kompyuta na hata magari ya umeme unaweza kuwa ghali zaidi hivi karibuni baada ya hatua hiyo ya serikali ya Kongo, kwa mujibu wa baadhi ya wataalamu. Mbelechi Msoshi, BBC. Na msikilizaji, kama ulivyosikia hapo kwenye ripoti hiyo ya Mbelechi, lakini ni kwa kiasi gani ushirikiano huo iwapo utatekelezeka utaisaidia Kongo hasa kiusalama? Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na usalama wa DRC Justin Mwanatabu. Nione kabisa kama kuna chochote kile ambacho kitaweza kusaidia, sababu wanataka kuonesha kwamba vita ambavyo viko huku ni kwa ajili ya madini. Mimi sikubaliane na hii, sababu ingekuwa kwa ajili ya madini hawangekuwa na haja ya kufanya vita huku, sababu madini ya nchi zote za Afrika yanaenda kwa nchi za magharibi, yanaenda Ulaya na yanaenda Marekani na nyingine yanaenda Asia. Ni kusema kwamba kama ilikuwa ni jambo la madini, kama
vita havingekuwepo, na kama wanatafuta kufanya mkataba kwa ajili ya madini, hii itakuwa ni mkataba wao tu, sababu mikataba kama hii inafanyika nyingi sana. Mzee Laurent Kabila alifanya mkataba kama huu na wa China kwa ajili ya kutengeneza mabarabara, nao wanakuja wanachukua madini na hivi kama na vile, na inafanyika pamoja na nchi nyingi sana. Sasa kama Marekani naye anaingilia hapa kwa ajili ya kufanya mkataba kama na huu, ni wajibu wake kama mmoja wa vigogo vya dunia na kutafuta kile ambacho anataka hapa Congo DRC pamoja na Kinshasa, lakini sione kwamba inaweza kusaidia lolote kwa ajili ya vita. Marekani kwa upande wake inasema kwamba inataka kufanya kazi na DRC katika kuimarisha sekta ya kibinafsi, hasa katika swala hilo la madini yaweze kuuzwa katika njia ambayo ni adilifu zaidi. Wawekezaji wengine ambao wanawekeza kwenye sekta ya madini DRC wataipokeaje hii? Kile ambacho Marekani haitaki hakifanyiki, hasa katika nchi ambazo yeye ndiye anaongoza. Wale wengine wote ambao walikuwa wanashirikiana na Kongo kupitia mambo ya madini, nafikiri kwamba hakuna chochote kile kitakachowazuiza, sababu Marekani inajua vyote vinavyofanyika hapa DRC. Kama haingejua, haingekuwa na maana kuitwa nchi kubwa duniani. Na Donald Trump, rais wa Marekani, alisema kwamba muhula huu wa pili ambao umeupata itakuwa ni kuonesha kwamba Marekani ni nchi kubwa na inaheshimiwa ulimwenguni pote. Ni kusema hakuna kile ambacho kinachokuwa siri kwa Marekani. Yoyote ambayo Kongo inafanya na nchi zingine, Marekani inaelewa, inajua, na sijui kipi kitakuwa kipya katika mambo haya. Na nchi zingine zote hizi sione kipi kitakachokuwa, sababu wote wana hali ya kama kujiripoti kwa Marekani. Kwa kiasi gani ushirikiano wa Marekani na DRC utasaidia kuyadhibiti makundi haya M23 na washirika wake? Si kwa ajili ya vita ndio Marekani nazungumza kuhusu madini haya leo, na M23 sio kama makundi mengine yote, sababu makundi mengine yote ni makundi ambayo yanakuwa kama hayana lengo lolote lile na hayana support yoyote ile, lakini M23 ni muungano ambao umejipanga vizuri. Ni watu wanaojua wanachokifanya, wanasapoti kabisa wanachokifanya. Inaonekana kwamba ni kitu wanachokijua, sio kwamba wanabahatisha ama wameamka tu na kuchukua silaha na kuanza kupigana. Hapana, sababu kufanya vita ni bajeti kubwa sana, kuwalisha wa serikali, majeshi, kuwavika, kuwapa vifaa vya kupigana. Siamini kwamba Marekani itakapoanza kutumika na Kongo kuhusu mambo ya madini ndio pale wataona kwamba inabidi kuvunja kazi za M23. Hapana, haiwezekani, sababu kinachofanyika kupitia M23 ni kitu ambacho kimepangwa vizuri na ni kitu ambacho kina lengo ambalo litaonekana waziwazi wakati kazi itakapomalizika, lakini sio kwamba Marekani itakapokuja hapo ndipo watamaliza mambo ya M23. Mambo ya uasi mwingine, makundi kidogo ambayo ziko hapa, uasi huo unaweza kumalizika wakati wote ule. Hata M23 inaweza kaumalize na itaumaliza kabisa. Ni sadfa kwamba wakati DRC inajaribu kufanya mazungumzo na Marekani kuhusu swala la uzaji wa madini, wakati huo DRC inatangaza marufuku ya uzaji wa madini muhimu ya cobalt kwa miezi 4 ijayo, ikihoji kwamba inahitaji kusimamisha hivyo ili thamani ya cobalt pia kwenye soko la kimataifa ipande. Hii itakuwa na athari gani kwa uchumi wa DRC kusimamishwa kwa uzaji wa cobalt? Uchumi wa DRC ni kweli upo katika shida kubwa sana, ukiangalia namna dola inavyopanda siku kwa siku kulingana na fedha za Kongo. Ni kusema uchumi una shida kabisa. Alafu kile ambacho Kongo ina produce ni cobalt zake na madini mengine yote, alafu wanaposema kwamba wanasimamisha uzaji wa madini, hii ni kusema kwamba wanashusha tena uchumi wa Kongo zaidi, sababu sioni kile ambacho Kongo itakachokiproduce tena wakati wanaposema kwamba madini ya cobalt yasimamishwe. Sio habari njema kwa ajili ya Kongo, hii ni habari mbaya, sio nzuri. Kongo ingehitaji ikubaliwe madini yake yauzwe, yachunguzwe, yapite katika njia halali kusudi isipoteze chochote kile, lakini wakati wanaposema kwamba wanafunga tena, unaona kwamba ni kurudisha uchumi wa nchi ambao ulikuwa umeshuka, wanaurudisha tena chini zaidi.
Ni matangazo ya Dira ya Dunia. Taarifa kuu leo jioni: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasitisha kwa muda uuzaji wa madini ya dimu ya cobalt, huku ikitafuta kuishawishi Marekani kuwekeza katika sekta yake ya madini. Marekani na Urusi zimeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili kuongezeka kwa machafuko nchini Syria. Hii ni BBC. Tukiendelea msikilizaji, ni kuwa raia wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanasema wanaishi kwa hofu baada ya serikali kutangaza tuzo ya dola milioni 5 kwa yeyote atakayetoa taarifa itakayosaidia katika kukamatwa kwa Corneille Nangaa, Bated Bisimwa na Sultani Makenga, viongozi wa M23 wanaoripotiwa kudhibiti baadhi ya vijiji na miji kaskazini na kusini mwa Kivu. Saa chache tu baada ya waziri wa sheria kutangaza tuzo ya dola milioni 5 itatolewa kwa mtu yeyote atakayeruhusu kukamatwa kwa viongozi hao wa M23, mapigano mapya yameripotiwa kuongezeka katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kulingana na vyanzo vya ndani, mapigano kati ya FRDC na viongozi wa waasi wa M23 yalikuwa katika vijiji vya Lwangumba na Kani na kusababisha vifo vya watu 7 na wengine kadhaa kujeruhiwa, jambo ambalo limesababisha wasiwasi mkoani Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, kama wanavyoeleza hapa raia wa maeneo yanayodhibitiwa na M23 mashariki mwa DRC. Serikali ya Kongo nye kutusaidia ni maelewano. Jusie huku tuko tu muhatari na tuko muwasiwasi zaidi tena sana. Kitu kikubwa ni kupata amani. Atusaidie kupata amani. Tangu waseme bibyabo M23 meendelea na walipigana Masisi, kwa nini wanatuhatarisha kutuletea wasiwasi zaidi? Waelewane. Baadhi ya watetezi wa haki za binadamu, Mapenzi ya Mungu akiwa mmoja wao mashariki mwa DRC, ameonyesha kutokuridhishwa na mpangilio wa serikali ya Kinshasa kwa kuuza vichwa vya viongozi fulani wa M23 na kuongeza kuwa hatua kama hiyo katika vita vya mashariki mwa DRC ni kuweka mafuta juu ya moto na haiwezi kuwezesha amani. Sud Kivu na Nord Kivu hali sio nzuri, raia wanateseka, wamoja wanakufa na njala. Fika Minembwe kwa sasa hali ni sitofahamu, kusema eti wametia pesa chini kwa yule atakayekamata Nanga, atakayekamata Bated Bisimwa na wengine. Ile kabisa imetushangaza. Ilikuwa lazima tutafute amani kwa njia ya usalama. Mahakama ya jeshi ya Kinshasa Gombe ilizindua Jumatano Februari 5 hati ya kimataifa kukamata kwa Corneille Nangaa aliyekuwa amehukumiwa kuuawa mnamo Agosti 2024 na mahakama kuu ya jeshi kwa sababu ya vita na uhalifu dhidi ya binadamu pamoja na uvamizi. Kutokana na hali ilivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wameelezea hisia zao. Pasifiki Rakaruka ni mchambuzi wa masuala ya usalama mashariki mwa DRC. Hailete suluhisho, na ndiyo maana tunaomba kwa serikali yetu ya Kinshasa kuweza kurekebisha maneno yake na matamshi yake, kwa sababu sisi tumeona wakaaji wameteseka sana na wanahitaji tu ni amani. Hawahitaji tena mapigano kuendelea, hawahitaji kuendelesha chuki, lakini wanahitaji maneno ya kuleta usalama katikati ya wakaaji na katikati ya raia. Haya yanajiri siku chache tu baada ya vyanzo kadhaa kushuhudia juma lililopita shambulio kwenye kijiji cha Tambi mashariki mwa DRC. Shambulizi liliendeshwa na wanamgambo wa Nyantura na wazalendo wanaopigana pamoja na jeshi la Kongo. Shambulio hili linaripotiwa kusababisha vifo vya raia wasiopungua 43 na maelfu kuyahama makazi yao. Shukran Omari Mkambara kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, Marekani na Urusi nazo zimeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili kuongezeka kwa machafuko nchini Syria. Wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa mjini New York wanasema nchi hizo mbili zimeitisha majadiliano leo kufanywa kwa faragha. Hii ni kufuatia mauaji hivi karibuni ya mamia ya raia katika mikoa iliyo pwani ya Syria ya Latakia na Tartus, ngome ya rais aliondolewa madarakani Bashar al-Assad. Rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa amesema ataunda kamati huru kuchunguza mauaji. Amesisitiza watakopatikana na hatia watachukuliwa hatua. Beldino Aleula na taarifa zaidi. Kiongozi wa Syria Ahmed al-Sharaa ameapa kukabiliana na yeyote atakayeshambulia raia baada ya kuwepo na makabiliano makali ambapo maafisa wa polisi wa Syria waliwaua mamia ya raia kutoka jamii ya kidini ya Alawit. Jamii ya kimataifa imekashifu vikali vurugu hiyo, huku Ahmed al-Sharaa akisema waliohusika na vurugu hiyo watachukuliwa hatua.
Tutawajibisha bila huruma mtu yeyote aliyehusika katika umwagikaji wa damu wa raia na kuwajeruhi watu wetu. Wale wote waliotumia nguvu kupita kiasi kwa manufaa yao wenyewe pia tutawachukulia hatua, na yeyote aliyemwaga damu ya raia wa Syria atafunguliwa mashtaka. Vita hivyo vilikuwa kati ya maafisa wa usalama na wafuasi wa rais wa zamani wa taifa hilo Bashar al-Assad katika eneo karibu na kituo kimoja cha kuzalisha nishati la Banias, eneo la Tartus. Mapigano hayo yalizuka baada ya rais wa sasa wa taifa hilo Ahmed al-Sharaa kudai kuwa eneo la pwani la taifa hilo limedhibitiwa. Zaidi ya watu 1000 wamekisiwa kuuawa katika mapigano hayo yaliyodumu siku kadhaa. Shirika la uangalizi la haki za kibinadamu nchini Syria kimeshtumu vikundi vya vikosi vya usalama kwa kuwapiga risasi zaidi ya raia 700 wa Kialawit, ambayo ni jamii ndogo ya kidini inakotoka familia ya rais wa zamani wa taifa hilo Bashar al-Assad. Msemaji wa jeshi la Syria Hassan Abdul Ghani amesema hawakuwa wanalenga manyumba ya watu na wale wanaomiliki silaha ndio watakabiliwa na jeshi. Hairuhusiwi kutembea nyumba yoyote na kumshambulia aliye ndani ya nyumba isipokuwa kwa mujibu wa sheria za Wizara ya Ulinzi. Kulingana na Wizara ya Ulinzi, tutaendelea kuwahamasisha watu kutoka eneo hilo ambao hawahusiki na operesheni inayoendelea. Atakayeenda kinyume na sheria hizi atafikishwa mahakamani bila huruma. Yeyote atakayekataa kusalimisha silaha yake kwa taifa atakabiliwa vilivyo. Wale wanaotaka kuleta vurugu inafaa wajue enzi hiyo ilikamilika na uongozi wa Bashar al-Assad. Vita hivyo vilianza siku ya Alhamisi baada ya maafisa wa usalama kushambuliwa na wafuasi wa rais wa zamani wa taifa hilo Bashar al-Assad eneo la Latakia. Belden Waliaula, BBC. Waziri mkuu mpya wa Canada Makani amepinga vikali ushuru uliotozwa na Marekani, akiwaambia wafuasi wake kuwa katika biashara kama ilivyo katika mpira wa magongo, Canada itashinda. Katika hotuba yenye pingamizi, Kani pia amepinga vitisho vya Donald Trump kuifanya Canada kuwa jimbo la 51, akisema Canada kamwe haitakuwa sehemu ya Marekani kwa njia yoyote. Mariam Jahid na maelezo zaidi. Gavana huyo wa zamani wa benki ya Uingereza na Canada alikuwa akizungumza baada ya kuchaguliwa kwa kishindo kuchukua nafasi ya Justin Trudeau kama kiongozi wa chama tawala cha Liberal Party. Yasir Naqvi ni mbunge wa chama cha Liberal wa eneo la Ottawa. Akizungumza na BBC, amekubaliana na kuchaguliwa kwa Kani. Uongozi huu ulikuwa haswa kuhusu kiongozi shupavu, kiongozi mwenye tajriba ambaye anaweza kukabiliana na kulinda maslahi ya kiuchumi ya raia wa Canada na pia wakati huo huo alinde uhuru wetu wa kisiasa. Tumejipata katika hali tatanishi ambapo washirika wetu wa karibu na marafiki wanaonekana kutugeuka, na kwa hivyo raia wa Canada wanamtafuta kiongozi ambaye ana tajriba ya kutetea maslahi ya kisiasa na kiuchumi ya Canada, na ni wazi kuwa Kane ana hiyo tajriba. Gavana wa zamani wa benki ya Uingereza Makani ameshinda mashindano ya kumrithi Justin Trudeau kama waziri mkuu wa Canada. Alipata 85% ya kura baada ya kuchaguliwa kama kiongozi mpya wa chama tawala cha Liberal cha Canada. Akiwashukuru wafuasi wake, alisema atahakikisha chama kinaendelea kusimamia wajibikaji wa fedha, haki ya jamii na uongozi wa kimataifa. Kani aliapa kutokubali vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kuifanya Canada kuwa jimbo la 51 la Marekani. Canada haiwezi kamwe kuwa sehemu ya Marekani kwa njia yoyote, umbo wala mfumo. Hatukuitisha vita hivi, ila Canada huwa ipo tayari wakati wowote pale mtu anapoanzisha vita. Kwa hivyo wa Marekani hawapaswi kufanya makosa. Katika biashara kama ilivyo katika mpira wa magongo, Canada itashinda. Kani pia alizungumzia ushuru mpya wa Donald Trump kwa bidhaa zinazotoka Canada kuelekea Marekani na kuapa kutomruhusu kufanikiwa. Alisema pia kuwa Canada itatekeleza mikakati yake ya kulipiza kisasi. Serikali yangu itatekeleza ushuru wetu hadi Marekani watuonyeshe heshima, hadi watakapoungana nasi kutengeneza misimamo ya kuaminika na kutegemewa katika biashara huru. Katika wakati huu, tutahakikisha mapato kutoka ushuru wetu yatatumika kuwalinda wafanyakazi wetu. Pia alitoa ahadi hii kwa watu wa Canada.
Na waahidi nyinyi na raia wote wa Canada kuwa nitafuata mfano wao. Nitafanya kazi usiku na mchana kwa lengo moja ambalo ni kujenga Canada iliyo imara kwa kila mtu nchini Canada. Naam, na sasa tuelekee viwanjani kwa Kevin Buchana. Naam, mchezo wa 200 wa Mikel Arteta katika ligi kuu ya Premier kama meneja wa Arsenal haukuwa kusherekea sana, bali ni mwamko wa changamoto nyingine ya taji ambayo haikukamilika. Zaidi na Bosha Nyanje Junior. Arsenal walitoka sare ya bao 1-1 na Manchester United na kuwaacha wakihitaji darubini kuona Liverpool ambao wanaongoza jedwali kwa pointi 15. The Gunners walitengeneza mtindo mzuri Old Trafford wa kumiliki mpira kwa 68.2, lakini walipata pigo kubwa kwa United pungufu ya ubora na kujiamini hadi bao la Declan Rice mnamo dakika 74 likisawazisha mkwaju wa free kick kwa Bruno Fernandes katika kipindi cha kwanza. Arsenal imekuwa ikififia kwa wiki kadhaa, kushindwa kusajili mshambuliaji anayetambulika, kufichuliwa kama mkakati mbovu, huku majeraha ya Gabriel na Kai Havertz yakisababisha kukosekana kwa kiungo muhimu Bukayo Saka, wakati kocha Arteta kikihitaji bao la ushindi ili kuweka hata nafasi yao za kuwania ubingwa. Alimuingiza beki pembeni Kieran Tierney ambaye anaondoka Arsenal mwishoni mwa msimu baada ya mshambuliaji Raheem Sterling. Sterling alisajiliwa dakika za mwisho katika dirisha la usajili la majira ya kiangazi kwa mkopo kutokea Chelsea, lakini ameshindwa kufanya lolote. Wakati huo kocha mkuu wa Manchester United Ruben Amorim anahisi kuwa klabu hiyo isingekuwa katika hali mbaya kama ingekuwa na wachezaji wengi kama Bruno Fernandes. Nahodha huyo wa United alipachika bao la kuongoza kwenye uga wa Old Trafford. Mkufunzi wa Arsenal Mikel Arteta alikiri kuwa Mreno huyo alikuwa mwerevu sana kwao na kwa muamuzi, jinsi alivyobadilisha nafasi ya mpira wake wa adhabu katika kipindi cha kwanza ili kuipa nafasi nzuri ya kuiweka United mbele. Mpira ulipimwa kwa umbali wa mita 11.2 kutoka kwenye ukuta badala ya mita 10 ambazo sheria zinasema zinapaswa kuwa. Kipa wa zamani wa Newcastle United Shay Given aliambia BBC Match of the Day, na mnukuu, ulikuwa ni mchezo mzuri sana, lakini ndio ukuta ulikuwa mbali sana na mpira. Lakini muamuzi amehesabu vibaya, lakini hiyo inampa Bruno faida. Mpira ukiwa umbali wa mita 11, Bruno anaweza kupiga kwa kasi zaidi, mwisho wa kumnukuu. Lakini kocha Amorim ametamani angekuwa na wachezaji zaidi kama Bruno Fernandes. Barabara kabisa Bosha Nyanje Junior. Fernandes sasa ndiye mfungaji bora wa United wa ligi kuu ya Premier msimu huu akiwa na mabao 7. Mabao yake 12 katika mashindano yote pia yanamfanya kuongoza orodha ya wafungaji wa Manchester United. Katika matokeo mengine Tottenham walitoka nyuma kwa mabao 2-0 na kutoka sare ya 2-2 na Bournemouth, huku Chelsea ikifunga Leicester City 1-0 kwenye uwanja wa Stamford Bridge, na Jumamosi Nottingham Forest iliwagaragaza Manchester City kwa kuanyuka 1-0. Leo usiku West Ham inaialika Newcastle United. Lucas Paqueta wa West Ham anaweza kurejea uwanjani baada ya kukosa mechi 2 zilizopita kutokana na jeraha la kifundo cha mguu. Naam, kwingineko mechi ya Barcelona ya La Liga dhidi ya Osasuna Jumamosi usiku iliahirishwa kufuatia kifo cha daktari wa kikosi cha kwanza wa klabu hiyo ya Catalunya Carles Minaro Garcia. Mchezo huo ulipangwa kuanza saa 4 za usiku, lakini ukasitishwa dakika 20 kabla ya kuanza. Mashabiki walikuwa tayari wamewasili kwenye uwanja wa Olimpiki wa Barcelona kabla ya habari za kuahirishwa kutangazwa kwenye skrini kubwa ya uwanjani. Katika tenis, Novak Djokovic alipokea kichapo chake cha 3 mfululizo kutoka kwa Mholanzi Botic van der Zandschulp. Djokovic alipigwa katika raundi ya pili ya mashindano ya India Wells kwa alama 6-2, 3-6 na 6-1 na mchezaji nambari 85 duniani. Bingwa huyo mara 28 wa Grand Slam alishinda taji moja pekee mwaka jana, pamoja na dhahabu isiyo ya kifani ya Olimpiki ambayo alikuwa akitamani siku zote, na alishindwa kushinda medali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2017. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.